Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndio channel pekee na kuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, unabonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabuni kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kwa kuwa ukifanya hivyo, ukijiandikisha, ukibonyeza button hilo la alama lekundu, utakuwa umekuwa mwanamemba, na ukibonyeza button hilo la alama la kengele, hapo utakuwa na uwezo wa kupata notification wakati wowote tunapotoa taarifa. Naam, sisi tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana, jioni, usiku, ili tukujuze mengi yanayoendelea kuripotiwa kwenye ardhi ya Kongo. Habari zetu kama kawaida tutazianzia huku Nord Kivu na Sud Kivu, ambapo kunaendelea kuripotiwa mengi kuhusu yale yanayojiri hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Habari zetu moja kwa moja hacha tuzianzie huko Sud Kivu, territoire ya Mwenga, ambapo kunaripotiwa mengi. Leo hii ni tarehe 8 mwezi ni Juni mwaka ni wa 2025. Mwenga, Sud Kivu, territoire ya Mwenga, kumeshikwa watu ambao ni washukiwa ambao walikuwa wanafanya na kundi hili la M23 Twirwaneho wanaopatikana katika maeneo hayo. Wanne hawa ambao walishikwa wameweza kusema ya kwamba na kukubali kuwa walikuwa wamekujia wazalendo ili wawapeleke huko kwenye kundi la M23. Hii ni moja ya usaliti ambao huwa unaripotiwa. Wengi wanaripoti ya kwamba kuna wasaliti sana sana kwa jeshi la taifa FARDC, lakini kwa sasa hawa nao walikuwa wamejaribu kuja kuchukua na kubeba wazalendo ili waweze kwenda kuhudumu ama kufanya kazi na kundi hili la M23. Lakini kama ushuhuda unavyosema, ushuhuda unasema ya kwamba hawa wote ambao walikuwa wamekuja, yule aliyekuwa ametumwa kwa kamanda wa wazalendo ili aje amwambie na waweze kuja na wanajeshi kujiunga, huyu amesema ya kwamba baada ya kuongea na huyu kamanda amemkatalia kujiunga na kundi la M23, na akamwambia yeye hawezi kujiunga na kundi la M23. Hao wote wameweza kuachiliwa wakarudi huko ambapo walikuwa wanatoka, lakini walipofika njiani ndiposa wakashikwa na kundi lingine la wazalendo. Walikuwa wamekuja kuwachukua wazalendo ambao wako hapa maeneo yanayojulikana kama Kilungutwe hapa teritware ya Mwenga, na walikuwa wanataka kuwabeba kwenye kundi la M23 linapopatikana huko Bahungwe. EPDS ndio wameweza kuwashika hawa watu wanne ambao walikuwa wamekuja kuchukua wazalendo kuwapeleka kwenye jeshi la M23 Twirwaneho wanaopatikana huku. Hawa wote wameweza kushikwa na kundi hili la EPDS. Wale ambao wameshikwa na kamanda Bashinde Matabaro Jezi, ndiye ameweza kushika hawa washukiwa wanne. Bashinde Matabaro ndiye anaongoza kikundi ama grupe ya UPDS ambayo imeweza kufanya kitendo hiki cha kushika hawa washukiwa wote wanne. Majina ya hawa ambao washukiwa wanne, moja alikuwa anaitwa jina la Exile Barame, mwingine anaitwa Aganze Murume Diedoni Mulume
Diedoni. Mwingine alikuwa anaitwa Bahati Jean-Claude Mashura, ambaye huyu Jean-Claude Mashura ndiye alikuwa konvayeri ya gari ambayo ilikuwa intabeba hawa wazalendo wakienda kujiunga na kundi hili la M23. Exile Barame ndiye amesema ya kwamba alikuwa ametumwa kwa kamanda wa wazalendo na kuongea naye. Baada ya kuongea naye, huyu kamanda hakumkabalia na akaweza kumwachilia huru, lakini kwa bahati yao mbaya wameweza kushikwa na EPDS ya Bashinde Matabaro Jezi, ndiye kwa sasa wako mikononi mwake. Tukiwa bado huku Sud Kivu, ni mengi yanayoendelea kuripotiwa. Katana, jana kumeweza kuripotiwa mapambano makali Katana, ambao wengi hawakujua ni kipi kilikuwa kinaendelea Katana, lakini Katana ilikuwa ni kama mwisho wa ulimwengu kati ya jeshi la wazalendo FARDC na jeshi la Burundi, ambao walikabiliana vikali na kundi hili la M23 Twirwaneho wanaopatikana katika maeneo hayo. Katana kumeripotiwa mapambano makali huku Sud Kivu. Ni mapambano kati ya wazalendo na kundi la M23 huko province ya Sud Kivu. Ni mapambano yamefanyika kwa mbunge ama eneo ama area ama residence ya mbunge Bahati Modeste Lukwebo. Ni mapambano yameacha raia wengi kukimbia, hata imeacha raia wengi kukimbia kulingana na milipuko ya risasi. Silaha kubwa, ndogo, nzito ambazo zilikuwa zinasikikana hapo zimeacha wengi kukimbia. Na ikumbukwe ya kwamba kama tulivyosema, walikuwa wanapigania kwa residence ya mheshimiwa Senateur Lukwebo Bahati Modeste. Raia wengi imeripotiwa ya kwamba wameweza kukimbia manyumbani zao ama makwao, wakienda wakitafuta usalama na kuponya maisha yao. Habari zinasema ya kwamba risasi hizo zilikuwa hata zimeingia kwa manyumba na zimeweza kubomoa manyumba mengi, mabati yamebomolewa na risasi kati ambazo zilikuwa zinalipuriwa na makundi haya yote ambayo yalikuwa yanayopigana hapa Katana. Habari zinasema ya kwamba wazalendo FARDC ambao na jeshi la Burundi wameweza kushambulia kundi hili la Twirwaneho. Walikuwa na nguvu nyingi zaidi, walikuwa walishambulia wakitokeza maeneo ya mbuga la wanyama la Kahuzi Biega huku Sud Kivu. Hayo ndiyo yanaripotiwa kwenye uwanja wa mapambano. Tukielekea maeneo mengine kama Bukavu, Walungu, Kaziba na Kamanyola, huko kote kumeripotiwa usalama. Uvira usalama bado iko. Jeshi la wazalendo FARDC na jeshi la Burundi bado wanamiliki Uvira na wanazingatia usalama, na wamesema ya kwamba hawataruhusu kundi hili la M23 Twirwaneho kuingia mjini Uvira. Huko Mwenga kwenye milima ya juu, Haut Plateau, Mwenga, Fizi na Uvira, bado leo kumeripotiwa usalama. Wiki hii hakuna mashambulizi ambayo yameripotiwa huko Haut Plateau, lakini maandalizi kujipanga upande wa jeshi la taifa FARDC, wazalendo pamoja na jeshi la Burundi wanaendelea kujipanga huku maeneo ya teritwari ya Uvira huko kwenye milima ya Rurambo, ili waweze kushambulia kundi la Twirwaneho linalopatikana huko Kaholoro na Rurambo yote kwa ujumla. Mahali kwingine ambao wanajipanga ni katika teritwari ya Fizi huku maeneo ya Rugezi, ili waweze kushambulia kundi hili la Twirwaneho linalopatikana Rugezi pia. Na hapa ndipo nimetamatishia yale ambayo nimekuandalia jioni ya leo. Sina la ziada ila na kutakia
amani na kila laheri kwa chochote unachokifanya mahali popote ulipo. Usiende mbali, kaa karibu nasi. Sisi tunaenda, lakini hatuendi kabisa. Tunarudi na habari zingine ambapo tutakuelezea mengi yanayoendelea kuripotiwa huku kwenye ardhi ya Kongo. Tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana. Lako basi ni kujiandikisha ama kujisajili kwenye chaneli hii ili tunapotoa habari uweze kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza, na kutakia kila laheri.